Hadithi inaanza katika kituo cha udhibiti wa CCTV ambako tunaona wanawake wawili wakizungumza kuhusu mfanyakazi mpya aliyejiunga, jina lake Jiang Bu. Walipata jambo la kushangaza kwa sababu kijana huyo alikuwa amevaa miwani meusi hata akiwa ndani ya jengo. Wakiwa bado wanashangaa, wanagundua kupitia kamera moja kuwa wezi wawili waliokuwa kwenye pikipiki wamemvuta mfuko msichana mmoja na wanatoroka. Wanapoliona hilo, wanamjulisha mkuu wao mara moja, naye anapeleka taarifa haraka kwenye kituo cha polisi. Wakati huo huo, kila mtu kwenye kitengo cha CCTV anaendelea kuwafuatilia wale wezi kupitia kamera mbalimbali. Lakini baada ya muda mfupi, wezi hao wanatoweka kwenye mtazamo wa kamera, jambo linalowakatisha tamaa wote. Ndipo ghafla Jiang Bu anawaona tena kwenye kamera nyingine. Mkuu wao anawajulisha polisi mara moja, na kutokana na taarifa hiyo, polisi wanawakamata wezi hao. Wote wanafurahishwa na umakini wa Jiang Bu. Hapa ndipo tunagundua kuwa Jiang Bu alikuwa na hali ya kiafya inayomfanya kuona kila kitu kwa mwendo wa polepole, slow motion. Hii ndio sababu alikuwa na uwezo wa kuziona harakati za wezi kwa uwazi mkubwa kuliko kawaida, kana kwamba viko kwenye mwendo wa polepole. Ili kuthibitisha, daktari alimrushia mpira kwa kasi, lakini Jiang Bu aliukamata kwa urahisi. Daktari akawaonya wavazi wake kuwa akikimbia sana au kujichosha kupita kiasi, angeanza kuhisi kizunguzungu, na endapo hali hiyo ingejirudia mara kwa mara, angeweza kupofuka. Hivyo alimshauri avae miwani meusi kila wakati. Baada ya kugundua hali ya mwanaye, baba yake alisafiri kwenda nje ya nchi kutafuta pesa kwa ajili ya matibabu yake, na Jiang Bu akabaki kuishi na mama yake na dada yake. Hali yake ilikuwa baraka na laana kwa wakati mmoja. Alifurahia kuona vitu kwa mwendo wa polepole, lakini shuleni alionekana wa ajabu kwa kuvaa miwani nyeusi kila mara. Watoto walikuwa wakimdhihaki na kumtesa. Sumi alikuwa rafiki yake wa pekee, na baada ya muda Jiang Bu akaanza kumpenda. Lakini baadaye, kwa sababu ya urafiki wao, wanafunzi wengine wakaanza pia kumtenga Sumi, na hatimaye hata kama hakupenda, alimwacha Jiang Bu. Jiang Bu akabaki bila rafiki yoyote, akajawa na huzuni na kukata tamaa. Akaamua kuharibu macho yake makusudi kwa kutazama televisheni kutoka karibu sana mchana na usiku. Lakini macho yake hayakuharibika. Badala yake akaanza kupenda sana tamthilia alizokuwa anaziangalia. Kuanzia hapo akaacha kabisa kutoka nje. Baba yake hakuwahi kurudi nyumbani hata wakati wa sikukuu, na miaka ikaendelea kupita mpaka ikafika miaka 10. Siku moja wakapata taarifa kuwa baba yake amefariki kutokana na ajali kazini. Tukio hili lilisambaratisha familia yao. Baada ya msiba, mtu wa pekee aliyebaki karibu na Jiang Bu alikuwa Daktari Siyok, hivyo akamtembelea. Daktari akamshauri aanze kutoka nje, atafute kazi na aisaidie familia yake. Baada ya ushauri huo, Jiang Bu akaanza kufanya kazi kwenye kituo cha CCTV. Wakati huu wa sasa, tunaona kwamba Jiang Bu alipenda kazi hii kwani ilimkumbusha tamthilia alizopenda. Tofauti ni kwamba alichokiona sasa kilikuwa maisha ya halisi. Kazini alikuwa mkimya sana, na jamaa aliyekaa karibu yake, Bongsu, alijaribu kuzungumza naye, lakini Jiang Bu alikuwa akijibu kwa kunod. Siku nyingi katika kutazama kamera, Jiang Bu alikuwa akihesabu hatua za watu kutoka eneo moja kwenda nyingine, jambo linalomshangaza Bongsu, lakini hakumuuliza sababu. Siku moja Bongsu alimuuliza kama ana mpenzi, jambo lililomkumbusha Jiang Bu kuhusu Sumi. Kesho yake Jiang Bu akamtembelea nyumbani kwake. Sumi alikuwa mrembo lakini maskini sana. Alipofika alimkuta mkusanyaji wa madeni akimlalamikia Sumi, akimtaka auze nyumba amlipe deni. Jiang Bu alimwangalia kutoka mbali bila kuzungumza naye. Kuanzia hapo akaanza kumfuatilia kupitia kamera za jiji na akajifunza ratiba yake yote ya kila siku. Kila usiku, Sumi aliporudi kutoka kazini, alikuwa akinunua kinywaji baridi kwenye duka la kahawa. Kwa sababu hiyo Jiang Bu akanunua kinywaji kama hicho. Pia siku moja aliona sofa iliyotupwa barabarani, akaichukua na kuiweka mahali panapo Sumi huwa anakunywa kinywaji chake.
Usiku huo Sumi akaiona sofa na kukaa bila kuifikiria ni nani aliyeiweka. Kesho yake mvua ikanyesha na Jiang-bu akamwona Sumi kwenye kamera anakwama kwenye kituo cha basi. Akakimbia kumsaidia akiwa na Bong-su. Alipoenda, alijaribu kumkinga kwa mvwali kama kwenye tamthilia, lakini Sumi hakumtambua, akamkemea na kuondoka. Baada ya tukio hilo, Jiang-bu na Bong-su wakaenda kumwomba Daktari Seok ushauri kuhusu jinsi ya kumvutia Sumi. Daktari akashauri ampelekee maua. Kesho yake Sumi alikuwa anaenda kwenye usahili wa maigizo ya muziki, lakini alikuwa amechelewa. Alipompigia meneja wake alijulishwa kuwa amechelewa mwano. Akiwa amekata tamaa, akaanza kuimba mtaani. Alikuwa na sauti nzuri sana kiasi kwamba watu wakasimama kumsikiliza. Wakati huo Jiang-bu akafika akiwa amebadilisha mtindo wa nywele na akiwa na maua mkononi. Baada ya kumaliza kuimba, alimwendea na kumpa maua, lakini Sumi akasema, "Huu si mtati wa maua, ningependa tu boksi la tambi za kupika." Kisha akaondoka. Jiang-bu akamuita kwa jina lake na kujitambulisha, "Mimi ni rafiki yako wa utotoni." Lakini Sumi akajibu, "Sina rafiki aliyeitwa Jiang-bu nilipokuwa mtoto." Kauli hii ilimshtua sana Jiang-bu. Kumbe alikuwa anamfuatilia msichana aliyemkosea siku zote, lakini tayari alishaanza kumpenda. Kesho yake kwa bahati mbaya, wakakutana tena.